Baba mwenye enzi, Muumba wa mbingu na nchi na chemchemi za bahari na vyote vilivyomo, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe uliye baba yetu, ni wakati mwema, siku takatifu ya Sabato. Twaja miguuni pako tukiwa na wingi wa shukrani kwa jinsi Baba umekuwa pamoja nasi katika juma. Umeweza kutunenea, umetujaza na Roho wako Mtakatifu. Tukikushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa ukitumia watumishi wako na umeweza kuwa ukitumia kila mmoja wetu katika kila hali ya huduma. Katika siku hii ya leo tunakushukuru hata neno ambalo tumepokea kupitia kwa watumishi wako, nikiomba ya kwamba lizidi kutuimarisha, kutujenga na hata kuweza kutubadilisha. Katika siku hii ya leo tunakushukuru kwa maana najua ya kwamba tunao wageni miongoni mwetu. Baba, naomba uweze kuwabariki na uzidi kuwatakasa. Wakati mwema huu ninapoenda kusimama mbele ya wana wako, naomba uweze kupata kunisamea makosa yangu, nikubalike mbele zako, na neno lako lipate nafasi katika moyo wangu pamoja na moyo wa ndugu na dada zangu katika imani. Pia tutasahau majirani zetu ambao wanaofikiwa na sauti, pia zidi kuweza kuwabariki. Kutana na hitaji la kijana, la mama, mtoto na mzee katika kongamano la siku hii ya leo. Tupe mwanzo mwema na mwisho mwema, na sifa na shukrani tutakurudishia. Na tunaomba haya tukiamini umeyasikia, na nikupitia kwa mwanao Yesu Kristo tunaomba tukishukuru. Amen. Basi nashukuru Mungu sana kwa nafasi hii, na pia nikishukuru kwa wale ambao wameweza kujiunga pamoja nasi katika siku hii ya leo. Kwa wale ambao mimi niko mgeni kwao, naitwa James Makao na shiriki kanisa ambao liko pale Ngong, maeneo yale ya Kajiado. Kwa hivyo nashukuru sana ninapoona ndugu na dada katika imani. Karibuni sana, nikijua ya kwamba japokuwa tukuwa pamoja nanyi katika hali ya kimwili, lakini katika hali ya kiroho mlikuwa mnatuombea. Na kama basi hamkutuombea, sisi tuliwaombea. Bwana asifiwe. Amen. Naweza kuwa labda mlisahau, lakini kila siku tumekuwa tukiwaombea mahali mpo. So nashukuru Mungu kwa hayo. Na kwa sababu leo tuko na mambo mengi, basi ninaamini ya kwamba kila mmoja ambaye amekuwa hapa atakuwa wakili mwema, na basi ataweza angalau yale ambao ameweza kupata kugawana na ndugu yake na dada yake katika imani, hata pamoja na majirani zetu. Na katika wakati huu ni just kutiana nguvu, na hata pia kutia nguvu wale ambao watakuwa wakichukua hatua ya imani na kuweza kubatizwa katika siku hii ya leo. Na kile ambacho ningetaka tuweze kutafakari ni wazo fupi tu ambao tumekuwa tukitafakari. Tumekuwa tukiwa na wazo kuhusiana hakuna muda wa ziada tena, na ni mambo mengi ambayo tumejifunza, ambayo tukisema utaweza kurejea ni kumaanisha utarudi tena katika juma nzima. Lakini naamini ya kwamba tutazidi kubarikiwa hata kwa yale machache ambayo tutaweza kuwa tukiyapokea. Na katika wakati mwema huu nilikuwa nataka tuweze kutafakari wazo hili, his closeness to us, jinsi ambavyo alivyo karibu na nasi. Na tunaambiwa hivi, many ask the question, wengi huwa wanauliza swali, how can I get close to him? Kila mmoja ako hapa huwa anajiuliza swali hiyo. Je, nitaweza kuwa karibu na Kristo aje? Ndiyo, unapoangalia maisha yako, vile ambavyo unaishi, jinsi ambavyo unapaswa kukua katika maisha ya imani, kwa sababu safari ya imani tunakuwa kutoka kwa utukufu hata utukufu. Maisha ya imani si leo unakuwa, kuna mengi ambayo tumejifunza ya kwamba wakati mwingi katika maisha yetu ya imani, leo tuko katika hali ya kiroho, kesho tumedidimia. Kumaanisha namna gani? Huwa tunaingia kwa Kristo na tunatoka. Na tukaona hayo sio maisha ya Ukristo. Na basi ndipo kunakuwa na swali hili,
Je, nitaweza kuwaje karibu na Kristo? Anasema hivi, and the answer must be to believe how close he has been. Okay, and the answer, najibu, must be, lazima iwe to believe, kuamini how close he has come to you. Bwana asifiwe. So, jibu ni nini? Si vile ambavyo nitakuwa karibu na yeye. Lakini jibu ni, je, amekuja kuwa karibu nami kiasi gani? Na basi kama utaweza kuelewa hivi, the message of Christ's righteousness, ujumbe wa haki ya Kristo, is meaningless if we do not understand and appreciate how close Christ has come to us. Bwana asifiwe. Amen. Tunapoendelea katika tu, hiyo ni utangulizi tu. Tunaambiwa hivi, the uplifted savior, Mwokozi aliyefanya namna gani? Aliyeinuliwa. Sasa hapa nataka tutafakari sana kuhusu hili jambo. Tunaambiwa hivi, action speaks louder than what? Words. Ati matendo huzungumza sana kuliko nini? Maneno. Kwa sababu sisi huwa tunanena sana, huwa tunaongea sana, lakini matendo yetu na maneno yetu ni vitu viwili tofauti. So nataka tutafakari hayo. Katika kitabu cha Testimony to Ministers page 91 paragraph 2 tunaambiwa hivi, the most precious message of justification through faith, ujumbe wa dhamani ambao ni ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani, which brings the uplifted Christ, ambao unaoleta Kristo aliyeinuliwa more prominently before the world, ambao katika njia ya wazi sana mbele ya dunia, is made manifested in obedience to all the commandments of God. So ujumbe huu ambao ni kuhesabiwa haki kwa imani, ambao ni Kristo ameweza kuinuliwa, basi wakati ambapo inaakilishwa na kuweza kufunuliwa katika dunia, basi inaleta ile hali ya utii ya sheria za nani? Sheria za Mungu. Tunaambiwa hivi, true obedience, kutii kuliko kwa kweli, can only take place, inawezekana tu when Christ abide in us by his spirit through his word. Bwana asifiwe. Amen. Ati kutii kwa kweli, ati kunawezekana tu wakati ambapo Kristo anakaa ndani yetu kupitia kwa roho wake na pia kupitia kwa neno lake. So hakuna yule ambaye anaweza kuwa mtii wa kweli, ambao anaotii sheria za Mungu, kama hana roho wa Mungu na Kristo hayuko ndani yake. Tuko pamoja kanisa? So ni jambo la kuweza kuzingatia sana. Wakati ambapo tunazungumzia kuhusu utiifu ulio wa kweli, tunazungumzia kuhusu ya kwamba Kristo anakaa ndani yetu kupitia kwa roho wake na pia kupitia kwa neno lake. Kitabu cha Yohana 15 mstari wa 5 inasema hivi, mimi ni mzabibu, nyinyi ni nini? Matawi. Naamini mnaiona pale. Siko sawa? Amen. So nataka mpelekane pamoja nami ndio tuweze kupiga hatua mahali tuweze kufika mahali fulani. So tunaambiwa hivi, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Halafu tunaambiwa hivi, maana pasipo mimi nyinyi hamuwezi kufanya neno lolote. Kwa hivyo kutii kuliko kwa kweli ni wale tu wamekubali Kristo akae ndani yao. Bila Kristo hakuna mtu ambaye anaweza tii, kwa sababu kwa asili mwanadamu ni muovu. Tuko na ile nia ya nini? Nia ya that carnal mind, ambao haiwezi tii na haiwezi tii sheria za nani? Sheria za Mungu. Na ndio napenda sana fungu ambalo huwa linapatikana katika kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa ngapi? Wa 5, wa 6 na wa 7, ambao inasema let this mind be in you. Kwa sababu wakati tunampokea Kristo anatupatia nia nyingine, another mind, ambayo hiyo nia ya Kristo inakuwezesha kuwa mtiifu. Na ndio tunashukuru sana kwa walimu ambao wamenitangulia, kwa sababu hata katika maisha ya familia na mwalimu ambao ameweza kutufunza, bila Kristo kuwa ndani ya familia,
hakuwezi kuwa na upendo, kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa familia, yeye ndio ameweza kuweka hisia ndani yako, na yeye ndio anajua vile ambavyo hisia hizo zilizo ndani yako, vile ambavyo anaweza dhibiti. So ni vizuri ya kwamba tuweze kuelewa ya kwamba pasipokuwa na Kristo sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Mstari wa 7 inasema hivi: nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu. So Kristo anakaa ndani yetu kupitia kwa nini? Kwa neno lake. Basi kama tutaweza kufanya hivyo, ombeni mtakalo. Bwana asifiwe. Amen. Atutufanye namna gani? Ombeni mtakalo. Ombeni mtakalo lolote, nanyi nitawatendea. So hiyo ni ahadi, but as long we abide in Christ. Kama tutakaa ndani ya Kristo naye akae ndani yetu, hakuna kile ambacho unaweza muomba akataka kufanya namna gani kupatia. So tunaambiwa hivi katika nukuu hii, Desire of Ages, tumaini la vizazi vyote, page 668 paragraph 3, anatuambia hivi: all true obedience comes from the heart. Ati kutii kwote kuliko kwa kweli huwa kunatoka ndani ya moyo. It was hard work with Christ. It was hard work with Christ, and if we consent, he will so identify himself with our thoughts and aims, so blend our hearts and minds into conformity to his will, that when obeying him, we shall be but carrying out our own impulses. Kwa hivyo, kama Kristo ataweza kukaa ndani yetu, basi na tuweze kujihusisha pamoja na yeye katika hata mawazo yetu, na tuweze kuwa what is to blend, ni kuunga. Unajua wakati ambapo unachukua a blender, unachukua maybe ni nyanya, maybe kitunguu na vitu vingi, unasukumwa, ati unalazimishwa ama unashurutishwa. Itakuwa ni kitu ambacho kinatoka ndani yako bila kulazimishwa kokote. Haitabidi ya kwamba lazima mzazi atumie sauti ambayo ni ya juu, ama afanye kana kwamba sura yake imeweza kukunjamana ndio uweze kufanya jambo fulani. Utakuwa unasikia sauti yake na automatically unakuta jambo lile linafanya namna gani, linatendeka. So ni vizuri ya kwamba tuweze kujua, lazima tuweze kuelewa ya kwamba lazima tuweze kumjua Mungu kama jinsi ambavyo inapaswa kuweza kumjua, na basi maisha yetu yatakuwa ni maisha ya utimu. So tunaambiwa hivi: through an appreciation of the character of Christ, through communion with God, sin will become a hateful to us. Tuko pamoja? Basi kama utaweza kuwa tunazungumza na Mungu na pia tuweze kufurahia tabia ya Yesu Kristo, kuweza kushukuru kwa ajili ya tabia ile, basi tutakuwa watu ambao wanachukia dhambi. Na basi ili haya yote yaweze kufanyika, tunaambiwa hivi katika Philippians 4 verse 13, wa Filipi 4 mstari wa 13, inasema hivi: I can do all things, na yaweza yote katika yeye anifanyia namna gani? Anitiaye nguvu. Hata katika kutii, hautatii kwa uwezo wako, utaweza kutii kwa maana kuna yule ambaye anayekuwezesha.
na yule ambaye anayekuwezesha ni Kristo ambaye anakaa ndani yako. Na basi tunapozidi kuendelea katika wazo hili, tunaambiwa hivi: the last message of mercy is not just a declaration but more of demonstration. Huwa tunatangaza sana, lakini tungetamani ya kwamba ujumbe huu wa mwisho wa rehema isiwe tu ni kusikia na kusema kwa kweli tuko hivi, lakini tuishi ujumbe huo. Na basi tunaambiwa hivi, andikeni fungu hilo, Isaya 40 mstari wa 9. So tunaambiwa hivi katika COL page 415 paragraph 5. Those who wait for the bridegroom's coming are to say to the people, behold who? Your God. Wale ambao wanaomsubiri. Who is bridegroom? Sasa tunaweza kuwa tunaongelea vijana. Osoro. Bridegroom ni nani? Bwana harusi. Unajua hiyo ni yenyu sana. Kuna maneno ambayo hakuna haja niulize wazee, si ni kweli? Mambo na bridegroom wanafaa watuambie. So wale ambao wanaomsubiri nani? Osoro ametuambia ni nani huyo? Bwana harusi. Osoro hata hawakushika, wanasema vitu haieleweki. Bridegroom ni nani? Ni bwana nani? Bwana harusi. Tunaambiwa hivi, wanapaswa kusema namna gani? Behold your God. Alafu tunaambiwa the last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world is a revelation of his character of love. Bwana asifiwe. So tuna ujumbe wa huruma, ujumbe wa mwisho ambao tunapaswa kuweza kuangazia dunia, ni kuweza kufunuliwa kwa tabia ya Mungu ya nini? Ya upendo. Na basi tunaambiwa hivi, the children of God are to manifest his glory. Sijui ni wangapi wanaamini wao ni watoto wa Mungu? Ni wangapi wanaamini kuwa wao ni watoto wa Mungu? Basi kama tunaamini hivyo, tunaambiwa hivi, the children of God are to manifest his glory. Tuko pamoja? And the glory of God is the character of God, and that character is the character of love. Na basi tunaambiwa hivi, in their own life and character they are to reveal what the grace of God has done to them. Tuko pamoja? Tunaambiwa hata katika maisha yao, katika tabia yao, wanapaswa kuweza kufunua kile ambacho neema ya Mungu imeweza kukufanyia. Tuko pamoja? Sijui kama wewe unafunua. Unajua imega karibu nasikia ni kama mimi najiongelesha ama naongelesha watu wako nje. Halafu sababu mnakaa mko mmeshangaa, huyu mtu ni sisi anaongelesha ama ni wale ambao wako nje? Lakini nawasii ni nyinyi naongelesha. Bwana asifiwe. Mshangae kwani tunahubiria watu wako nje? Si ni kweli elder? Halafu unajua leo tuko wengi, so wale walio wa pale nyuma ukitumia hii kwa sauti kubwa, hii sauti inawaumiza. Tuko pamoja? So na wale ambao wako hapa mbele, tukitoa hii nyinyi mnafaidika, wale hawasikii. So mnataka tufanye namna gani? Tuhame na mitambo tukuje katikati? Halafu mseme masaa ya sermon imekuwa mingi, muanze kukuza nyuso mkisema huyo mhubiri amekaa. Kuna hiyo. So tushirikiane pamoja. So tunaambiwa hivi. Kwa hivyo kila mmoja wetu anafaa kuweza kufunua kile neema ya Mungu imeweza kumfanyia katika maisha yako. So tunaambiwa hivi, the light of the sun of righteousness is to shine forth in good works, in words of truth and deeds of holiness. Tunaambiwa hivi katika nukuu hii. Tunaambiwa hivi katika Adventist homepage 32 paragraph 3. The best test, mwalimu wa familia. The best test of the Christianity of a home is the type of character begotten by its influence. Tuko pamoja? Ati jaribio nzuri la familia ya nini ya Ukristo ambayo inapaswa kuweza kuonekana, basi ni mvuto wa tabia ambao inazalishwa wapi? Inazalishwa pale. So tunaambiwa action
Action. Speak louder than the most positive version. Nataka mnisome, nasikia hapana. Action. Kama tutasoma hivyo mtanipatia kibaru. Acha niwasomee basi. Action speaks louder than the most positive profession of godliness. What? Godliness ama godliness. Alafu katika VSS. Voice and what? Hiyo mtatafuta. Page 303 paragraph 1. Nataka tusikize vizuri. Nataka tusikize hii kwa makini sana. Nataka tusikize hii kwa makini sana. Juu tunaweza kuwa hapa. Tumekuwa kwa muda mwingi tunahubiriwa sabato baada ya sabato. Tunakuwa makambi baada ya makambi. Seminar baada ya seminar. Sisi tunajiita wa Kristo. Ni kweli na ni vizuri. Lakini tunaambiwa hivi, action speaks louder than words, ati ya kwamba matendo huwa yanazungumza zaidi kuliko maneno. So tunaambiwa hivi, the sermon that is preached in the pulpit. What am I doing sai? Preaching. Nini nafanya? Preaching. Nahubiri nini? Sermon. Siniko ama mnakataa sasa mpaka hiyo? Nahubiri nini huko nyuma? Nahubiri nini huko nyuma? Sasa sikiza. Tumekuwa na sermon nyingi kutoka in the lives of those who claims to be advocate of truth. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja kanisa? Amen. Ati ya kwamba sermon ambazo huwa zinahubiriwa, jumbe ambazo huwa tunazipokea katika madhabahu huwa zinaenda kinyume ama zinakanushwa na sermon ambazo wewe ambaye yuko hapa huwa unazihubiri kupitia kwa maisha yako ya kila siku na jinsi ambavyo unaenda kinyume na ile kweli. So, wakati wowote tunapokea jumbe lakini hatuishi sawa sawa na zile jumbe, huwa tunakanusha ujumbe ambao tumeweza kuwa tukiupokea. Na basi tunaambiwa hivi, it is because of lack of preaching of the it is because of a lack of the practicing of the words of Christ that a curse is coming upon our churches. Tuko pamoja? Ni jambo la hatari. Ati ya kwamba tumekuwa katika semina hii. Na sisemi hivyo kwa sababu kuna wale ambao hawakuhudhuria. Na ningeomba sana wale ambao hawakuhudhuria wasiwe wanahukumu wale ambao walihudhuria na neno halikuwabadilisha. Uanze kusema sababu si kuenda, tofauti yangu na yule alienda iko wapi? Tuko pamoja? Si kuna watu wanasema hivyo. So, lakini ni wito kwako, ni wito kwangu kupitia kwa jumbe ambazo tumepokea katika wiki hii na zile ambazo tumekuwa tukipokea katika makanisa yetu. Ziwe ni jumbe ambazo zimeweza kutubadilisha. Kwa sababu kama huwa tunaenda kinyume na neno ambalo huwa tunapokea kila wakati, huwa tunakanusha mafundisho yote ambayo huwa tunapokea. Watu wa dunia wanatujua na wanatufahamu. Na wanajua Mkristo anapaswa kuwa anaishi namna gani. Na basi, wakati ambapo tumekuwa hapa, na wale ambao tumekuwa hapa, na watu ambao wanaojua tumekuwa hapa, wakati ambapo watakuwa wakikuona, wacha waweze kuona badiliko la maisha. Ati ya kwamba waweze kushuhudia kwa hakika hawa ambao wamekuwa hapa wamekutana na Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu wamekutana na Yesu, Kristo amewabadilisha. Kuongea kwao, kukula kwao, kuchangamana kwao, hata kwa wale ambao wako shuleni. Wacha semina hii, wanapokuwa wakienda shuleni, hakika wanafunzi ambao wanaosoma pamoja na wao, walimu, waone mwanafunzi ambaye sio wa last term. Tuko pamoja? Ni mwanafunzi ambao amebadilika. Wewe ambao uliokuwa mtukutu, ambao ulikuwa kaidi, wewe ambao hauko unatii walimu, wewe kila wakati ambao ulikuwa unapatikana katika punishment, kila wakati endea mzazi. Mzazi ni karo atalipa ama kila wakati atakuwa akihudhuria mikutano ya shule.
Wacha tunapokuwa tukitoka hapa, hakika hata wazazi washuhudie, kwa kweli mtoto wangu wa kike, mtoto wangu wa kiume amekutana na Yesu. Na basi hiyo itakuwa ni sermon tosha zaidi ya ile ambayo tumepokea wapi? Tumepokea hapa. Tunaambiwa hivi, men will believe, katika testimony ya 9 page 21 paragraph 1. Naamini ya kwamba inaonekana. Men will believe, watu wataweza kuamini, not what the ministers preaches. Kwa pamoja, watu wataamini, sio kile ambacho wahubiri huwa wanahubiri. Ni nani ambao walikuwa juzi effort? Kuna ndugu, ni Kilgori sama ni wapi, sikumbuki ni wapi. Kuna brother amesema last week walikuwa na effort. Wewe ni mmoja wao. So tunaambiwa watu hawataamini kwa kile ambacho mlihubiri huko. Ni effort ngapi tumekuwa nazo? Watu wahubiri kwa sababu ya zile effort ambao tunahubiri. Basi tunaambiwa men will believe, not what the ministers preaches, but what the church lives. Watu wataamini. Watu wa Kilgoris wako wapi? Tuna watu wa Kilgoris. Ngaguya, Soba, wapi gogo? Nani mzee gogo wako wapi? Kuna gogo? Watu wa Kilgoris hamna gogo, nimwambie Taigwenya aseme higo nifurahie. Gogo, Taigwenya. So, na wengine ni Moran, juu ya kina nani? Nafuraha kuambia Soba. Soba. So asante. So, sasa tunaambiwa watu hawataamini kwa sababu ya yale mahubiri ambao tunahubiri, lakini wataamini kwa sababu ya vile ambavyo kanisa inaishi. Basi tunaambiwa hivi, too often the influence of the sermon preached from the pulpit, na inajirudia tena mara kwa mara. Can you imagine, mtaonekana mkija katika nyumba ya ibada siku ya Sabato, mpaka wale ambao wanaoona majirani zenyu katika juma hilo wanajiuliza, kweli hawa ni watu wa kanisa? Tutaweka, unajua kama kuna kitu ambayo inakuanga hatari, ni vipasa sauti. Vipasa sauti huwa zinapeleka ujumbe kwa kila mahali, vile ambavyo mtu wa Mungu anapaswa kuwa. So tunaambiwa hivi, too often the influence of the sermon preached from the pulpit is counteracted by the sermon preached in the lives of those who claim to be advocate of truth. Imejirudia katika Petero wa kwanza 2:12 nasema hivi, na pia Matthew 5:16, muwe na mwenendo mzuri katika kati ya nini? Najua yamtaki kusikia wala wamefikia kwa Kiswahili. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, watamtukuza Mungu siku ya kujiliwa. Bwana asifiwe. Katika Matthew 5:16 nasema hivi, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye wapi? Wa mbinguni. So, sijui kama watu wanapokuwa wakikuona huwa wanamtukuza Baba yetu wa mbinguni. So, jiulize tu. Halafu tunaambiwa katika Philippians 2:13 nasema hivi, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kulitimiza kusudi lema. I think hiyo fungu umeweza kuliandika. So tunaposoma katika Step to Christ SC page 47 paragraph 1 inatuambia hivi, many are inquiring, wengi wanajiuliza, how am I to make the surrender of myself to God? Wengi wanajiuliza, nitaweza kujisalimisha kwa Mungu aje? Your desire to give yourself to him, basi unatamani sana kujipeana kwake, but you are weak. Wewe ni nini? Ni mnyonge. In moral power, katika hali ya kufanya maamuzi ya kitabia. In slavery to doubt, katika hali ya utumwa
what to doubt, mashaka, and controlled by the habit of your life of sin. Na unatawaliwa na maisha yako ya dhambi. Wewe ni mnyonge. Unatamani ndio kuishi maisha ambayo tumeweza kuyasoma pale. Ndio unatamani kuweza kuwa Mkristo 100%. Lakini unapotafakari hayo, katika kutamani huko, katika hali ya nguvu ya kitabia, kwa kweli iko chini. Umeweza kufungwa ama uko katika hali ya kufungwa, katika hali ya mashaka. Basi hata ile hali ya kuweza kutawala yale maisha na tabia ya dhambi pia bado yana uzito ndani yako. Tunaambiwa hivi, your promises and resolution are like ropes of sand. Tunapokuwa hapa, mtu anakata kauli, anasema kuanzia saa hii na kuendelea, hakika haya maisha nimeacha. Si ni kweli? Tunapotoka hapa tunakuwa ya kwamba tumeuishwa. Tunajaribu kufanya agano. Tunajaribu kuweza kufanya ahadi na Mungu. Lakini tunaambiwa hiyo ni sawa na kamba ambazo zimetengenezwa na nini? Na mchanga. You cannot control your thoughts. Hatuwezi fanya namna gani? Hauwezi tawala mawazo yako. Your impulses, your affection. So, the knowledge of your broken promises, ule ufahamu. Najua tumekuwa hapa kwa muda mrefu. Kuna wale ambao wamekuwa Waadventista. Kwa miaka, hata kuna wale ambao wamezaliwa katika Uadventista. Kila mara unafanya nini? Leo nimeacha. Nimeacha kuwa msengenyaji. Nimeacha kuwa mtu ambaye anayetukana watu. Nimeacha kuishi maisha ambayo ni ya dhambi. Hizo umekuwa ukifanya. Wito unafanywa, unakuja, tunaomba, na ukitoka hapa unasikia uko sawa. Lakini kwa muda mchache tu unakuta umerudi katika maisha gani? Maisha yale. So tunaambiwa sasa kujua hivyo. Ile kujua ati ya kwamba nimekuwa nikianguka na amuka. So tunaambiwa hivyo. Tunaambiwa the knowledge of your broken promises and forfeited pledges weaken your confidence in your own sincerity and cause you to feel that God cannot accept you, but you need not to despair. So tunaambiwa wakati ambapo unafika na unaona ya kwamba kana kwamba Mungu hawezi kukubali tena. Tunaambiwa hivi, sikiza maneno yako hapa. Our salvation is not, skiza. Our salvation is not depend on our taking the first step. Ati wokovu wetu haitegemei ati ya kwamba wewe kuchukua hatua ya kwanza. But on us, lakini kwetu sisi, believing that God has taken the initiative in saving us. Bwana asifiwe. Ati ya kwamba Mungu amechukua hatua ya kwanza kufanya namna gani? Kuweza kutuokoa. Alafu tunaambiwa, in other words, kwa maneno mengine, salvation does not depend on us holding on God's hand. Ati wokovu haitegemei ati ya kwamba sisi kushikilia nini? Mkono wa nani? Mkono wa Mungu. Kwa sababu gani? We are weak. Sisi ni wanyonge. Lakini tunaambiwa hivi, but it depends on us believing that he is holding on tight to our hands. Bwana asifiwe. Amen. Ati ya kwamba tuamini ya kwamba ameweza kutushikilia, na sio kutushikilia hivi, ametushikilia kabisa mikono yetu. So tunaambiwa hivi, what you need to understand is that the true force of the will. So kile ambacho napaswa kuweza kuelewa ni ukweli kuhusiana na nguvu za maamuzi ama za machaguzi. This is the governing power in the nature of man, the power of decision or of choice. So unapozidi kuendelea katika ile lukuu ambao tulisoma, basi uwezo ambao Mungu anatupatia ya kuweza kutudhibiti na kuweza kutuongoza na kufanya machaguzi ambao yaliyo mazuri. Na basi kuna nguvu katika kila mmoja wetu ya kuweza kuchagua. Na basi tunaambiwa hivi katika Wakorintho wa 2:3-18. Inasema hivi, but we all with open face
behold in a glass the glory of the Lord, are changed in the same image from glory to glory, as by the Spirit of the Lord. So tunapofikia pale katika wazo ambalo nimeweza kuwapatia, nataka kwa saa hii, kwa dakika ambayo nimebaki chache, tuweze kuwahimiza wale ambao watafanya namna gani watabatizwa katika siku hii ya leo, ili ya kwamba kwa mafungu machache waweze kuelewa hasa umuhimu wa neno la Mungu katika ile hatua ambao wanaweza kwenda kuifanya. So tunazungumzia kuhusu the land of the beginning again. So ile hali ya kuweza kuanza upya. So hiyo ndio wazo ambalo nataka tuweze kwenda kwa upesi na tuweze kulishika. Na basi tunazungumzia kuhusu huyu ni nini anafanya? Huyu ni nini anafanya? Anabatiza. Anabatiza. Kwa sababu nisiende katika upande moja, nisahau pia kwa wale ambao tunawashughulikia katika siku ya leo, kwa neema ya nani? Kwa neema ya Kristo. Wajue ya kwamba wao ni wanyonge, lakini wakifahamu ya kwamba Kristo anafanya namna gani? Anawashikilia. So tunaambiwa hivi, na jambo hili la ubatizo Kristo mwenyewe ndio aliweza kutuamuru. So Jesus commanded baptism. So si wazee wa kanisa walileta jambo hili, bali ni Kristo mwenyewe alifanya namna gani? Aliweza kutuamuru. Kitabu ni cha Mathayo 28 mstari wa ngapi? 10 na ngapi? 19. Na inasema hivi, what is the gospel commission? Inasema hivi katika Mathayo 28 verse 19. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na nani? Na Roho Mtakatifu. So hii commission yule ambaye ameweza kuipeana ni nani? Ni Yesu Kristo. So kama ni Kristo ameweza kutuamuru hivyo, basi hatuna shaka katika juma hili tumeleta injili ambayo ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Na basi ameweza kutuagiza kwa yeyote yule ambaye ataweza kuamini, basi afanye namna gani? Apate tuweza kubatizwa. Na basi tunapozidi kuendelea, so go and teach all nations, baptizing them. So tunaambiwa hivi, how important is baptism? Tuko pamoja? So iko na umaana wowote? So kama ina umaana wowote, wacha tuweze kuona. Kitabu ni cha Mark 16 verse what? 16. Nasemaje? Aaminie na kubatizwa atafanya namna gani? Ataokoka. So aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atafanya namna gani? Atahukumiwa. So inamaanisha hivi, he that believeth and is baptized shall be saved. Kwa hivyo si jambo tunafaa kulichukulia juu, kwa sababu lina msingi katika wokovu. So katika hayo Yesu alitupatia mfano. Jesus perfect example. So tunaambiwa hivi, who is my example in everything including baptism? So nani ambaye ni mfano wangu katika kila jambo, hata katika ubatizo? Kitabu cha Petero wa kwanza 2 mstari wa 21. Inasema hivi, kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Kama Kristo alibatizwa, pia na sisi tunapaswa kufanya namna gani? Kubatizwa. So kwa sababu ametuachia nini? Kielelezo. Kwa hivyo yule ambaye tumeweza kuachiwa ni nani? Yesu. Ni Yesu. Tuendelee kidogo. Huyu ni nani? Ni mfano wa nani? Wa Yohana. Tunaambiwa hivi, what form of baptism did John use when he baptized Jesus? So ni mfano gani, ni njia gani ambayo Yohana alitumia wakati ambapo alikuwa anambatiza Yesu? Najua ni mafundisho ambayo mnajua, lakini tunakumbushana. So tunaambiwa hivi katika Marko 1:9 hadi 11. Tunaambiwa hivi, basi ilikuwa ni mfano wa kufanya namna gani? Immersion, si ni kweli? Ni ile mfano wa kufanya, aliweza kufanya namna gani?
kumzamisha. Sasa tuko kwa Yohana bado. Why did John baptized in Ainon? Mbona Yohana alibatiza pale? Mbona alibatiza pale? Ama utakulelete hapa karai na ndoo. Sitatungepitia, kuna ubatizo nyingi, lakini kwa sahihi hatuwezi pitia. Kuna mambo mengi katika hiyo. Kwa sababu unapoandika ile fungu ya Yohana 3:23. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salim, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kwa hivyo ubatizo inafanyika wapi? Mahali kuna maji tele. Mbona nawapatia mafungu haya? Huu ni msingi wa imani. Unaweza enda kufundisha mtu na umwambie ubatizo unafanyika hivi na hivi. Tuko pamoja kanisa? Juu wale pia watabatizwa, wakati enda kuambia mwalimu, najua nilibatizwa. Mwalimu akwambia, unajua mimi ni Mkatoliki, si huwa tunanyunyuziwa maji. Umwambie hapana, kwa mjibu wa maandiko ubatizo inafanyika mahali kuna maji tele. Kwa sababu gani? Katika ubatizo lazima mtu azamishwe. Tuko pamoja? So ni vizuri ya kwamba tuzingatie hayo. So hiyo tumeweza kutaja. So jambo lingine, kwa mjibu wa Biblia, kabla mtu aweze kubatizwa, ni nini ambao anapaswa kuweza kuwa amefanyiwa? According to the Bible, before baptism, a person must, so ni misingi tu michache tu. Jambo la kwanza, must be taught. Lazima afanye namna gani? Must be taught and must accept all of Jesus' teachings. So lazima afundishwe na aweze kuwa ameamini mafundisho yote ya nani? Ya Kristo. Hiyo ni kitabu cha Mathayo 28:18 mpaka ngapi? 20. Jambo lingine, amini mmeweza kuandika hiyo, must believe. Si kama inaonekana. So must believe these teachings. Okay, must believe these teachings from his heart. Ile fungu ambayo iko pale, najua aliyo mbali hamuioni, ni Marko 16:16. Andika tu mahali yuko. Kwa hivyo lazima aweze kuamini ya kwamba, lazima aamini kila mafundisho kutoka katika moyo wake. Ubatizo, kwa sababu huwa tubatizi watoto, ni kwa sababu hawezi kuamini na kukiri ya kwamba wamefanya namna gani? Wanaamini. So lazima yule ambaye anayebatizwa na wale ambao watabatizwa siku hii ya leo ni watu ambao wanaamini kutoka katika mioyo yao. Jambo lingine, ninapoelekea kumaliza kwa dakika ambazo si nyingi, must repent. Lazima afanye nini? Atubu, si ni kweli? Katika kitabu cha Marko 2:38. Kwa hivyo lazima afanye namna gani? Repent. Jambo lingine, must turn away from sin. Lazima afanye namna gani? Aachane na maisha ya dhambi. Kitabu ni cha Warumi 6 mstari wa 5 na wa 6, na pia kitabu cha Mathayo 3:7 na 8. So lazima aweze kuwa ameacha maisha ya nini? Ya dhambi. Jambo lingine, accept Christ as personal savior. Lazima awe ni mtu ambaye ameamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. So hiyo ndio tunazungumzia kuhusu ubatizo. Kitabu ni cha Wakorintho wa 2:5 mstari wa ngapi? 17. Na pia kitabu cha Yohana 3 mstari wa 3 na wa 5. So lazima aweze kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Jambo lingine, so with whom is a person united at baptism. Wakati ambapo mtu anapokuwa akibatizwa, ni nani ambaye wanaungana na yeye? Tuko pamoja? So nani wako tuko pamoja na wao? Nisiwe ni mimi nazungumza nikiwa peke yangu. Tunaandamana pamoja. Kwa sababu hii ni misingi ambayo inapaswa kila ambaye yuko hapa anaizingatia. So tunaambiwa hivi. So wakati ambapo mtu amebatizwa, huwa anaungana na nani? Kitabu ni cha Wagalatia
3 mstari wa 27. Ni nani? Tunaambiwa maana nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa nani? Mmemvaa nani? Kristo. So wakati ambapo mtu amefanya namna gani? Amebatizwa katika Kristo, anamvaa nani? Anamvaa Kristo. Anakuwa sasa sio yeye anaishi. Nani anaishi? Ni Kristo anaishi ndani yake. Kwa sababu gani? Ya kale yamepita na sasa amekuwa kiumbe gani? Kiumbe kipya. So tunaambiwa hivi, tumejibu. As many of, okay, asante kwa hiyo. So kwa jambo lingine. So kile ambacho kinafanyika, baptism is a public declaration of our relationship to Jesus. Tuko pamoja? So ubatizo ni what is the declaration? Kutangaza wazi uhusiano wangu na nani? Na Kristo. So halafu naulizwa, what is the experience? Tuko pamoja? What is the experience of the person who is in Christ? Tuko pamoja? So kama mtu amekuwa kiumbe kipya, amemvaa Kristo, sasa ni ujuzi gani ambao unaonekana kwa huyo ambaye ako ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Tunaambiwa katika Wakorintho wa 2:5 mstari wa 17. Hata imekuwa, tuko pamoja? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale amefanya namna gani? Yamepita. Tazama, yamekuwa mapya. Bwana asifiwe. Amen. Ni nani angetamani maisha hayo? Nani angetamani maisha hayo? Ati ya kwamba ya kale amekuwa amefanya namna gani? Yamepita. So tunaambiwa hivi. Ati ya kwamba he is a new creature. Tunaambiwa hivi. Is rebaptism. Sasa hapa ndio kuna kuoga na kizungumkuti elda. Is rebaptism ever proper? Unajua sasa hapo ninafikaga unasikia hapana. Lakini Biblia inadhibitisha ya kwamba mtu anaweza batizwa mara ya pili. Na hiyo si makosa. So tunaambiwa hivi, unaposoma katika Matendo ya Mitume 19 mstari wa 2 mpaka wangapi? 5. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Nataka kuwadhibitishia ya kwamba walibatizwa mara ya ngapi? Ya pili. Tuko pamoja? Kwa sababu ni vizuri kuprove from the Bible and the Bible alone. Unaweza dhibitisha katika Biblia. So wale ambao wako hapa, mmepokea Roho Mtakatifu? Hapana. So mnapaswa kufanya namna gani? Ataramka pale mtoni. Sasa hiyo imeleta shida. Mmepokea Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama hamjapokea, kwa mjibu wa andiko hili linawaambia namna gani? Wabatizwe tena. Okay, inasema hivi. So msiwe na uoga, najua hamjabeba nguo za kubadilisha. Hamna nguo za kubadilisha, lakini kwa neema ya Mungu atawajazia sawa sawa na mapenzi yake. So msiogope. So inasema hivi. Paulo akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana aliwabatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Walipoyasikia hayo, wakabatizwa kwa jina la nani? La Yesu. So it's fungu ambayo inazungumzia hayo. Nibakisha kama dakika 2 niweze kumaliza. So it is yes, rebaptism, it is in order. So tunaambiwa hivi, when I refuse, sikuna watu huwa wanakataa. When I refuse baptism, whose counsel am I rejecting? Wakati unakataa ubatizo, unapokea ni mashauri ya nani ambao unapokea?
Kwa sababu tunaambiwa hivi katika Luka 7:30. Lakini Mafarisayo, kwa hivyo wale ambao wanaokataa ubatizo, Biblia inatumia jina gani? Mafarisayo na wanasheria walipingana, walilipinga shauri la Mungu juu yao, kwa kuwa hawakubatizwa na yeye. Tunaambiwa hivi, wakati ambapo unakataa ubatizo, I am rejecting the counsel of God. Wakati mtu anapinga ubatizo, anakataa shauri la nani? La Mungu. Tunaambiwa hivi, ni kama nimerudi nyuma. So tunaambiwa hivi, nataka ushike wazo hili ninapomalizia. When Jesus was baptized, wakati Yesu alifanya namna gani? When Jesus was baptized, what did the Father in heaven says? Wakati ambapo Yesu alibatizwa, Baba wa mbinguni alisema nini? Kitabu cha Marko 1 mstari wa ngapi? Wa 11. Alisema, na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu nipendezaye. Okay, ngoja. Na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu nipendezao naye. Bwana asifiwe. Amen. So tunaambiwa hivi, wakati ambapo katika wazo tu nimeliweka pale, when people follow Jesus in baptism by immersion today, he still says, wakati ambapo pamoja kanisa, Amen. when people follow Jesus in baptism by immersion today or tomorrow, today, siku hii ya leo, wale ambao watafuata ubatizo kwa kuzamishwa siku hii ya leo, he still says, bado anasema, I am pleased with you. Bwana asifiwe. Amen. So hayo maneno hayakuwa ya Kristo peke yake, ni ambaka wale ambao walibatizwa na wale wanabatizwa siku gani? Siku hii ya leo. Halafu tunaambiwa hivi, don't reject the offer. Christ gives power to do what? To obey. So, mtakataa that offer ambaye Kristo anatupatia ya kubatizwa. So, Kristo anatupatia uwezo wa kufanya namna gani? Ya kutii. So, ombi langu ni ya kwamba tuzidi kudumu ndani ya Kristo, tuweze kuona umuhimu wa kuweza kuwa watiifu wa neno la nani? Ya neno la Mungu. Na basi katika siku hii ya leo tutaweza kumsifu Mungu na wimbo namba 119. Ningeomba wale ambao wanaobatizwa siku hii ya leo, na kama pia na wewe hapo ungetamani kubatizwa siku hii ya leo, mlango uko wazi. Kwa sababu wakati ambao unakataa ubatizo, unakataa ushauri ya nani? La Mungu. Shauri ya nani? Ya Mungu. Na kwa kweli Kristo anatamani sana siku ya leo aseme maneno haya, I am pleased with you. Na basi our choristers, song number 119. 115. Nimekumbuka. Eli unanichekelea? Sawa tu. Wamesikia. So, choristers, naomba tusimame na wimbo 115 tunapomalizia. Wale ambao wanabatizwa siku hii ya leo na wale ambao wangetaka maombi, basi pia karibuni sana. Song number 115, wale ambao wanaobatizwa wanapokuja hapa mbele, ili ya kwamba tuweze kuweka mikononi mwa Bwana. Na naamini ya kwamba nimebarikiwa, pia nao umebarikiwa, na pia nao wamejua hasa ubatizo ni nini. So asanteni sana. Song number 115. Let me start it. Sing. Naende msalaba ni mnyonge mpofu yapitayo na macho
nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana, nakulilia sana, nalemewa na dhambi, pole Yesu nasema, nitazifuta zote, nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana. Kuwauisha, aweze kuwaumba upya, awapatie mwanzo mpya, awazae upya. Hakuna kitu cha furaha wakati ambapo watu wanajitoa. Hawajitoi kwa mhubiri, bali wanajitoa kwa nani? Kwa Kristo, ili ya kwamba Kristo apate kuweza kuwaumba upya. So wazee, karibuni, at least we give them moral support. Karibu sana.
So karibuni sana wazee. Basi wanapozidi kukaribia, hakika Mungu amekuwa ni mwema, ni mwaminifu. Ametulisha neno lake. Neno lake limeweza kutuumba upya. Na na imani ya kwamba kama jinsi ambavyo unaonaga jua limeweza kushikiliwa pale. Limeshikiliwa na uwezo wa nani? Na uwezo wa Mungu. Pia uwezo huo kwa hakika, let action speaks louder than what? Words. Kwa sababu tusiwe tumekuja hapa, tumepokea mafundisho katika siku hii ya leo, lakini mafundisho haya yote katika maisha yetu ikanushe kila fundisho ambalo tumepokea. Lakini kama utaweza kukubali Kristo akae ndani yetu na sisi tukae ndani yake, tutaweza kumuomba chochote kile ambacho tutaweza kumuomba kwa jina lake. Atafanya namna gani? Ataweza kutimiza, kwa sababu yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni amina na nini? Na kweli. Na hakuna kitu ambacho, kazi ambaye Mungu anaweza anzisha ambao hawezi kukamilisha. Tuko pamoja kanisa? So ningeomba tunyenyekee, tuweze kuomba na itakuwa ni vyema. Asanteni sana. Mungu wetu uliyetupenda hata ukamtoa mwanawe pekee ili aje aishi maisha yetu, ili kupitia kwake tuweze kupata ushindi. Tunakutukuza sabato hii njema kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante Baba kwa nafasi ya kuisikia sauti yako kutoka kwa kiti chako cha enzi, ambapo Baba kwa kupenda kwako umependa mkate huu uweze kugawanywa kwetu, tukaisikie sauti yako ukituthibitishia kwamba Baba, tukilipokea hili neno na likae ndani yetu, basi tunapokea uhai wako, na kwamba tangu hapo sasa tunaishi katika upya wa uzima. Mungu wetu, tunashukuru tukiomba huo uwezo uweze kuwa sehemu ya maisha yetu, ili kila tunapokula, kila tunapokunywa na kila tunapotenda jambo neno lolote tulifanye kwa utukufu wako. Mungu wetu, naomba kwa ajili ya watoto wako waliobatizwa zamani, ili Baba kupitia kwa uwezo wako wakaweze kuishi kulingana na wito uliowaita, ili wakaweze kuwa mfano bora kwa wale ambao wanaenda kubatizwa leo, ili Baba wakiwaona wanapata nguvu, ili wakiwaona wanaona mwelekeo mzuri wa maisha yao, kuvaa kwao, usemi wao na mambo yote wanayohusika nayo katika maisha ya siku baada ya nyingine. Kwa njia ya kipekee, napenda niwakabidhi wanaozaliwa leo kupitia kwa ubatizo. Mungu wa huruma, umeahidi ya kwamba ni kauli yako wameikubali, na umeahidi ya kwamba utawapa nguvu si za leo peke yake, hata za kuwaendeleza katika maisha mapya. Hivyo Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako, uwape ujasiri, na Baba uwape tumaini ya kwamba kila anayekuja kwako anapokea uzima wa milele. Asante Baba kwa ajili ya kusanyiko hili. Tuna vijana na watoto ambao pia hawajapata kubatizwa. Baba wa mbinguni, tunaweka mikononi mwako. Kazi hii ya kupanda mbegu inapoendelea, wakaweze kuipokea na kukukubali na pia kubatizwa, tutazidi kulihimidi jina lako. Mbariki mtumishi wako kwa neno, na utubariki sote tulioweza kukusanyika hapa sabato hii ya leo. Tunaweka mikakati iliyoko mbele yetu, hata tunapoenda mtoni tunajiweka mikononi mwako. Na ni katika jina lako Yesu tunaomba na hata kushukuru. Amen. Amen.